Hilo swala ni zito. Zito kabisa. Zito. Zito kabisa. Zito wake uko wapi? Haiwezekani mtoto wa mtu kamwambia ingie chumbani. Wewe chumbani, mtoto wa kiume na kiume unamwita chumbani akufanye nini? Wewe fikiria ndugu mtangazaji. Ni mambo mazito. Sababu kuna mambo mengi yanayofanyika. Hususan kwenye masuala ya kisanii. Hapo inawezekana kwenye mambo ya kichawi ya kishirikina. Kama aliweza umekwanza kumuingiza chumbani lakini akakwepa, hii umepi bado anamtaka. Na maana kuna vitu vya kiuchawi hapo vinavyotaka kufanyika. Mara msanii mwenzake anamwambia ingie chumbani kufanya vile na kuaje, lakini yote ni kupitia kinimacho cha uchawi. Ili mambo yake afanye nini? Yawe juu msanii. Ibla na nyota. Nyota yake iko juu. Anamwambia nenda chumbani. Ndio maana anamwambia nenda chumbani. Kwa hiyo anajua kwa akienda huko kuna vitu vya kishirikina vinavyotaka kufanyika. Ili na ile nyota yake aichukue yeye ili atambe kama mwanzo. Yes, bwana mpenzi mtazamaji wa Max Media popote pale ulipo, uhali gani mpenzi mtazamaji wa maana kabisa. Leo ni wakati mwingine tena tunakuletea yale ambayo yanajili kwenye mitandao ya kijamii, na issue kubwa ni kuhusiana na Ibra pamoja na Harmonize, msanii huyu wa Bongo Flava. Ibra ni msanii wa kwanza kusajiliwa kwenye label ya Konde Gang ya mtu mzima Harmonize, baada ya Harmonize kujiondoa kwenye label ya WCB Wasafi na kuanza kujitegemea. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kusajili label, na label hiyo inajulikana kama label ya Konde Gang, na msanii wa kwanza kusajiliwa katika label hiyo ni Ibra. Sasa Ibra kwa hivi sasa amezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii baada ya kusema kwamba anataka kujitoa kwenye label ya Konde Gang, na yeye aende akajitegemea huko aendako kama ambavyo wasanii wengine wanajitukiwemo Angela, ni msanii mwanadada huyu walijitoa kwenye lebo hii ya Konde Gang. Sasa ikawa nizamu ya festival wa Konde Gang Ibra, na inasemekana kwamba anatakiwa lipe 1 bilioni moja ili aweze kujitoa kwenye lebo hiyo ya Konde Gang. Sasa mambo yakawa ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wakajaji kwa namna moja ama nyingine kwamba Ibra hajafikia kiwango hicho cha kuvunja mkataba kwa hicho cha fedha 1 bilioni, kwa sababu uwekezaji umewekezwa kwa uchache sana, au kiwango chake bado ni kidogo. Na mambo yakawa ni mazito kwenye mitandao ya kijamii, watu wakajaji sana, lakini kikubwa ni kwamba Ibra aliposti yake baada ya kuambiwa na Harmonize na roho mbaya kwamba kuna ibilisi amemtembelea. Sasa Ibra akasema, sasa wewe ni kakangu, unataka nishindwe hadi hela ya pango ili nije kwako uniitie chumbani. Anamwambia Harmonize kwamba huenda aliwahi kwenda chumbani, aliwahi kuitwa chumbani, na inasemekana kwamba kuna jaribio fulani lilitaka kufanyika likashindikana alipokuwa ameitwa chumbani. Sasa tupo na mama yetu, analizungumziaje hili la kuitwa chumbani, Harmonize kumuita chumbani Ibra? Mambo vipi? Safi, bali yako? Poa kabisa. Poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanaenda vizuri kabisa. Tulia. Nimetulia tu. Poa dada sana. Kabisa, na hali ya yetu isieleweka. Mara jua mara mvua. Nadhani umesikia yale ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Unalipi la kuzungumza? Inasemekana kwamba Ibra aliitwa chumbani na Harmonize. Hayo yote yameweza kujitokeza hivi sasa baada ya kutakiwa Ibra atoke bilioni moja ili aweze kujiondoa kwenye lebo ya Konde Gang. Ile swala tumelisikia mitandaoni na trend sasa hivi kwa ujumla. Swala hilo, lakini hilo swala ni zito. Zito kabisa. Zito kabisa. Zito wake uko wapi? Haiwezekani mtoto wa mtu kamwambia ingie chumbani. Wewe chumbani, mtoto wa kiume na kiume unamwita chumbani akufanye nini? Wewe fikiria ndugu mtangazaji. Ni mambo mazito. Sababu kuna mambo mengi yanayofanyika. Hususan kwenye masuala ya kisanii. Hapo inawezekana kwenye mambo ya kichawi ya kishirikina. Kama aliweza umekwanza kumuingiza chumbani lakini akakwepa, hii umepi bado anamtaka. Na maana kuna vitu vya kiuchawi hapo vinavyotaka kufanyika. Unajua wasanii sasa hivi utamkuta superstar amekuwa mkubwa ghafla ametrendi kutokana kuna mambo mengi ya kiuchawi yanofanyika. Ya kiuchawi? Mtu hawezi kufanya mpaka kumomba Mungu tu, hapana. Mungu yupo lakini na ushirikina upo. Na hususan wasanii wetu si wanataka wewe kidogo na pesa. Pesa utapata hivi bila kutumia mambo ya kishirikina. Haiwezekani? Haiwezekani. Huwezi kupata hela bila msanii, haiwezekani. Lazima tu utaenda njia ambazo ziko tofauti na Mungu. Na matokeo yake mtu anaenda kwenye
mambo ya kishirikina. Sasa utakuta mtu akaenda kwenye mambo ya kishirikina na kukutana na yule mganga, kuna masharti anayompa ndo kama hayo. Utakuta mwingine anamwambia nenda kamlale mtoto wako au tafuta mtoto yote wa kike umlawiti. Utakuta mtu mzima anamwambia mtafute mtoto yote umlawiti, au msanii anaweza akaambia hebu kamfanye mtu fulani kitu fulani, lakini yote kwenye mambo ya kishirikina. Sasa kwa baadhi ya Watanzania wengine si wanakuwa wajui, utamta maskini kambaka mtoto kama yule, maana msanii mwenzake anamwambia ingie chumbani kufanya vile na kwaje, lakini yote ni kupitia kini macho cha uchawi. Ili mambo yake afanye nini? Yawe juu msanii. Hata kama kwa sasa hivi Konde Boy. Ni muda sijamsikia nyimbo zake akitoa mpya. Maana zamani alikuwa anajitahidi sana kutoa nyimbo mpya. Na akitoa zinasikika. Akitoa zinasikika na kila mtu anazipenda. Lakini sasa hivi naona kimya zimezizima. Kimya. Umsikii kama vile ambavyo kuna msikia mwanzo. Ya, umsikii kama vile tulivyokuwa tunamsikia mwanzo. Sasa inawezekana labda masharti hayakuwa sawa. Amekosea masharti. Kwa hiyo labda ndo anataka nini? Arudi kwenye chati kama alivyokuwa mwanzo. Sasa kama anataka kurudi kwenye chati kama alivyokuwa mwanzo, afanye nini? Ndio matokeo yake inawezekana akamwambia Ibrahim, njoo chumbani. Kaenda kwa mtaalamu, inawezekana kwa mtaalamu akamwambia bwana fanya hivi, utarudi kama mwanzo. Sasa mbona kama naona pazito kwamba inawezekana wewe mchukue mwanamume wako mwambie ingie chumbani akafanye nini? Ibla anasema jaribio la kwanza lilishindikana. Unaona jaribio la kwanza lilishashindikana. Sasa anajaribu hili la pili. Ina maana lengo lake si bado analo, kaliweka na nalo. Na inawezekana yule ana nyota. Unajua vitu vingine vinaendana na nyota. Msanii akishona chipukizi kama yule bana nyota kali sana ya watu, anaona mganga anaweza akamwambia huyo ndo anafaa. Huyo jaribu kwenda naye huyo. Na ndio maana anamnganganiza. Ukiona hivyo Ibla ana nyota. Nyota yake iko juu. Ndio maana anamwambia nenda chumbani. Ndio maana anamwambia nenda chumbani. Kwa hiyo anajua kwa kienda huko kuna vitu vya kishirikina vinavyotaka kufanyika. Ili naye ile nyota yake aichukue yeye ili atambe kama mwanzo. Ndio kwa mimi mtazamo wangu naona picha ndio inavyoelekea hiyo hivyo. Haise, kumbe ukiwa na nyota mjini hapa ni shida. Ukiwa na nyota dili mjini hapa. Dili kabisa. Akijua tu na nyota. Ni watu wanasafiria nyota za watu bwana. Utakuta wewe nyota yako una mwenzako ana nyota nzuri, ukachukua nyota yako ukaitumia wewe, mambo yakaenda safi. Kuna watu Mungu kawajalia bwana nyota za bahati, nyota za pesa, nyota za utajiri. Wapo Mungu katunukia. Sasa kuna wengine zile bado hajatunukiwa, ndio matokeo yake ndio anazichukua na nyang'anya. Akisichukua zile anatumia yeye kama maisha yanaenda hivi. Lakini unasemaga kila mtu ana nyota yake. Sema tu labda uende labda nyota ya mtu inaharibiwa. Si ndio mambo yenyewe ya kuharibiwa. Mtu atatokea huko ataharibu nyota yako, mwisho siku akisharibu nyota yako akaona nyota yule iko juu, basi lazima ataichukua hiyo. Akienda kwa mtaalamu nyota yule ataichukua yeye, ataitumia maisha yaenda safi, yule na mambo yake anakuwa meusi, anashuka chini. Ndio maana sisi wanadamu maisha tuendelee. Hatuendelee kimaisha ndio hiyo. Nyota zetu kuchukuliwa. Mtu anachukua nyota yako anaitumia, wewe tena nyota yako inakuwa imefifia. Maisha yako yanakuwa shida, kumbe ile anatumia mwenzio. Unakuta labda msanii anachipuka tu ghafla kashakuwa na mambo mengi, magari nini na nini, kumbe ndio michezo inayochezeka sasa hivi mjini. Na ndio unajua wasanii wengi wanapenda na maisha mazuri, wawe na magari, wawe na nyumba, kaenda huku watu wengi wanamkubali. Wanafikiri njia zile anaenda tu njia za halali za Mungu tunisaidia. Kuna kitu kama hicho, lazima apite njia ambazo sizo. Ili naye atoke haraka. Akisema msubiri Mungu ndo atachukua hata miaka 10. Bado hajafika. Wenzake wanaenda huko wanakuwa maisha ya juu, iko vile vile. Sana yanaona mimi nishachoka maisha haya. Bado wenzangu wanatoka. Ngoja na mimi niulize wenzangu vipi. Hakikana wenzake akauliza bwana sisi kuna njia hizi. Nipelekeni na mimi. Basi naye anafuata zile nyayo. Akafuata zile nyayo siku 2-3 mwezi unaona mtu dai ghafla kashaibuka. Kawa tajiri. Wajiuliza huyu msanii mbona ana pesa hivyo afa anajulikana. Kumbe ndo mambo yenyewe ndo haya. Wakiangalia mbona muziki ameanza juzi. Ila ndo anafanya siri wenyewe hizo kuambia. Uweze ukawa tajiri tu kila kitu kamiliki wewe. Hiyo kitu hakuna, mimi nakataa bwana. Haiwezekani. Nakataa. Hamna. Utajiri upo, utajiri tu wa kawaida, mtu akuwa na pesa kubadilisha mboga. Lakini sio ule wa ghafla mtu anamkuta ghafla tukishatajirika. Kitu hicho kiwezekani, ni mambo takishirikina lazima. Ndio anakuwa ghafla. Kwamba leo yupo hivi kesho unamwona tena ana mjengo, ana nchi. Ndio. Wengi wanapenda malengo. Wao wanapenda, wanapenda maisha mazuri.
anapenda endeshe gari la gharama, akienda mtaala anajulikana barabarani, msanii fulani. Sasa ana gari ya gharama, baada ya mwezi mmoja miwili kutoka gari mpya kashaiacha akachukua nyingine. Ndio maisha yao ndio hivyo. Ina maana sasa hiki ambacho kilitaka kufanyika kwa Ibra ni kwamba uende labda ni baadhi ya masharti ambayo yapo. Hayo inavyoonekana kama kuna baadhi ya masharti. Sema kama Mungu vile. Ibra naye kidogo kama machale anamcheza. Unajua kuna wengine bwana wana nuru. Kwa hiyo machale anakuwa anamcheza. Awamu ya kwanza kaniambia hivi. Hapana. Hii tena awamu ya pili kuna awamu ya pili imekuja baada ya kwamba inatakiwa aondoke kwenye ile lebo ya Konde Gang na anatakiwa alipe 1 bilioni 1. Sasa anasema wakati watasema Ibra anaambiwa na Harmonize kwamba wewe umeshukua na roho mbaya, umekuwa nini na nini, ndio Ibra anasema kwamba ulitaka nikose hadi hela ya pango ili uniite tena chumbani kama jaribio la kwanza lilishindikana ulivyoniita chumbani. Na kingine Harmonize asimshutumu mwenzake hivyo kwa sababu Harmonize kashakuwa msanii mkubwa. Yule Ibra ni msanii bado mdogo. Unaona? Kama ni msanii mdogo naye mwenyewe anahitaji awe kidogo apige hatua. Kwa hiyo asikae tu hatua ni hiyo hiyo, mwenzake mambo yanaenda mazuri yeye inakuwa kama anasafiria nyota mwenzie sasa. Yeye Konde anakuwa juu, mwenzake ndio hivyo na anafanya kazi anamuingizia pesa lakini maisha yake yanakuwa shida. Inawezekana naye Ibra akampata mtu huko ambaye mwenye uwezo wa kumwezesha, akaona koja nitoke wala wanaangalia maslahi, nitangangania sehemu maslahi madogo yanitosheleze kimaisha na mnufaisha mwenzangu tu mimi kwangu kuna kwa usi, kitu ambacho hakiwezekani. Ndio maana kama hivyo sema unataka na pango nikose. Na ndio maana pale hapana hela. Yes, ndio maana kaongea kauli hiyo. Ina maana ataka pale mpaka lini? Yeye maisha yake anazidi kufifia, anamnufaisha mwenzake tu, maisha yanakuwa makubwa. Acha akampata labda akampata mwingine msanii ambaye mwenye pesa zake, anamhitaji atamlipa vizuri. Acha naye kidogo akabadilisha mazingira. Akaangalia maslahi mengine. Inawezekana kwa maslahi kama mazuri maisha yakaenda. Ni mpangaji uweze kukaa nyumba hiyo hiyo. Hauwezi utakaa miaka yote hiyo mpaka unafanana na mwenye nyumba. Kitu ambacho hakiwezekani bwana. Lazima mbadilishe. Wewe unavyoona unaona anatakiwa ile alipe hiyo bilioni 1. Si unamfahamu Ibra lakini? Ibra mimi namfahamu na yuko vizuri kimuziki. Anajitahidi, anaimba vizuri tu, nyimbo zake mwenyewe anazipenda. Kwa mimi bilioni 1 ukiangalia kipato chake kwa yeye binafsi yake yeye hajawahi kuingiza hiyo hata nusu tu ya bilioni 1, kwamba hata milioni 500 hajawahi kuingiza, hajawahi kushika wala kuingiza. Sasa kwa nini nilipe bilioni 1? Inawezekana yeye mwenyewe Ibra hajawahi kushika mkononi, lakini kupitia Harmonize, si anamuingizia Harmonize, ina maana zile hela anazipata yeye Harmonize, yeye anamfanyia tu kazi, hela anapata yeye ambuli hiyo hela, lazima aumie. Kwa nini anatumia nguvu zake nyingi kwenye uimbaji lakini pesa anapata mzie? Maana ngoja mimi niondoke, nitafuta ustaarabu mwingine jamani. Lakini wale wanasemaga homeboy wale. Wale ni watu wa nyumba huko kwao. Hata kama nyumbani lakini ndio hivyo. Haijalishi watu wa nyumbani wanaangalia tu maslahi. Maslahi yako vipi analipa? Sasa kule kashana maslahi ni madogo, nishapata mtu mwenye maslahi makubwa, ngoja nije huku kule nitoke. Kwa hiyo hata mnaweza akimshutumu akilalamika, alalamike tu. Sisi wanadamu maneno tumeumbiwa malalamiko. Atalalamika, mwisho siku atanyamaza kimya, maisha yataenda. Na wakionana mitaani watasalimiana, watachekeana, watasabiana. Leo kiko wapi? Mbona Diamond na Harmonize sio nacheka wakionana huko, si lazima aongee apige story. Yataisha. Maisha yanaenda. Kuna mtu mwingine lazima mtumie nguvu. Lazima ujasiri. Usikae tu hivi, lazima awe ujasiri. Kwa hiyo kama Ibra akatumia ujasiri fulani, mwacha ataongea, hata nunika sana, sio hayo tu. Kuna mengi atakayoongea. Kuna uchafu mwingi umekufikia bro. Ataongea mengi lakini achane naye tu. Yeye angalie maslahi yake. Hiyo bilioni 1 kama kuna mtu ambaye kajitolea anamhitaji, basi kama anazoea amrudishie tu, angalie maisha yake mbele. Na mpaka anaongea hivyo inawezekana labda kashasikia tetesi kwamba huko kuna msanii fulani ana pesa zake anamhitaji ndio maana akakomoa kihivi. Lakini kwa mimi mtazamo wangu kama ni kweli msanii yupo ambaye anamhitaji Ibra, basi amlipe tu hizo bilioni 1. Abadilishe mazingira. Labda huko kidogo naye atatoka. Jina litakuwa kubwa. Jina naye kidogo litakuwa kubwa, atajulikana. Kwamba jamani Ibra jamani unamsikia Ibra wewe? Watu wanasema pale labda Ibra yupo kwa kaka yake ni homeboy pale hawezi kutoka, na sasa hivi tumesikia hayo kwa sababu walikuwa wanatoka kina Angela alitoka, Kili Chidi, lakini pia na nani mwingine alitoka pale walipokuwa wamesajiliwa kwenye lebo ya Konde Gang. Sasa unaona shangai. Mpaka wasanii wote wametoka kwa nini? Mimi nahisi maslahi madogo.
wale vijana wanafanya kazi kubwa kumuingiza kipato, lakini pale maslahi itakuwa na abana kimaslahi. Maslahi madogo. Maslahi madogo sana. Kwa hiyo nao ukiangalia nao na majukumu, wale vijana sasa hivi washafikia watu wa utu uzima, wana majukumu yao binafsi. Lazima nao angalie maisha yao, wanahitaji kuwa na wake, watoto wengine wanao, wanahitaji wasome. Atangangania sehemu moja maslahi madogo kweli atamtosheleza? Na ukiangalia kipaji anacho, tena kizuri tu kabisa, kinajulikana dunia nzima akiimba. Acha atoke. Na amekuwa amelalamika sana kwamba ulitaka hata mamangu nimuue. Kwa sababu ilikuwa inasemekana kwamba mamake alikuwa anaumwa, kwa hiyo uende labda alikuwa anataka akose hadi hela kwenda kumtibia mamake afe ili iwaje. Labda hiyo yote kutokana nini? Yule itakuwa ni hasira. Unajua unapotoka sehemu ghafla afu yule bosi bado anakuhitaji, lazima anakuwa anaumia. Na maana mimi huyu mfanyakazi wangu mimi namhitaji na yuko vizuri na alikuwa ananiingizia kipato. Leo hii anatoka naenda sehemu fulani, lazima bosi yote lazima alikuwa anaumia na atakufanyia vitimbi vya kila aina. Kukomesha tu kutoka nini umetoka pasipo yeye mwenyewe kutaka, nikiwa bado anakuhitaji. Kwa hiyo yote Konde Boy ile hasira. Lakini hasira zitaisha. Ataenda mwisho wa siku zitaisha, maisha ataenda. Wewe unamshauri kitu gani Ibra? Mimi Ibra namshauri kitu kimoja. Kama ameamua mwenyewe kutoka kule, kama ana msanii ambaye yuko nyuma yake ambaye anamhitaji, mimi namshauri naye awe na msimamo tu. Afanye kweli kimziki. Apambane sasa, apambanie kimziki naye uongo, inawezekana Mungu naye akamtoa. Okay. Na kuhusu haya yanayoendelea? Haya yanaendelea kuhusu kama mambo ya kushirikina, hayo ni maamuzi yake binafsi mwenyewe. Kama atahitaji na mimi ngoja na mimi niongee na wenzangu, bwana nyinyi mmetoka vipi kwa matajiri hivi, na mimi nifanyeni mchakato, ni maamuzi yake mwenyewe, huwezi kumkataza kijana. Bado kijana. Hayo ni maamuzi yake mwenyewe, kama atataka ataongea nao, atamshirikisha naye. Kama atahitaji basi kwa sababu lazimishwi, ni yeye mwenyewe anavyoona muonekano wake. Mimi kwa hapa mwanamuziki wangu ulipofikia, na mimi nahitaji niwe kama wale wakubwa sana, kila nchi natembea, nifanyaje kama na mimi wenzangu wanavyofanya, ataonana nao. Afu uzuri wenyewe wasanii kwa wasanii sawa uchoyo wanaambizana. Bana vipi? Hivi. Basi ni sahihi kwenda huko kweli. Yeye maamuzi yake huwezi kumkataza, kwa sababu utamkataza lakini baadaye anaweza akatoka. Akaenda. Utamkataza? Ni yeye tu maamuzi yake. Isili yake mwenyewe. Unahisi sasa hivi Ibra anahitaji muongozaji wa namna gani? Apate mtu wa namna gani yule ambaye anataka kufanya naye kazi? Mimi nilikuwa naona apate mtu ambaye wa kumuonyesha njia ya mafanikio. Sio kumtumia kwa manufaa mwenyewe bosi. Manufaa yaende kote. Yeye anafanikiwa bosi, yeye mwenyewe Ibra naye anapata mafanikio. Ameongeza kimafanikio. Bwana fanya hivi, sasa ushafikia hatua hii, fanya hivi utoke na wewe. Hivyo ni vizuri. Kidogo namuongoza naye, kidogo anakuwa na maisha. Hata akija kuacha kwako, anajua kabisa nimeacha kwa bosi wangu fulani. Kanipa muongozo mzuri. Sasa hivi na maisha fulani ambayo sikutegemea kama nitakuwa nayo maisha. I say, neno lako moja kwa wale ambao wanakutizama, wapenzi wa muziki wa Bongo Flava, lakini pia mashabiki wa Ibra, mashabiki wa Harmonize, kwa hiki ambacho huenda labda kimewafadhaisha sana kwa sasa kutokana na haya ambayo yanajitokeza. Mimi ushauri wangu cha kwanza mimi nilikuwa naomba Harmonize yule sana mdogo wake. Amchukulie mdogo wake. Au na upendo naye. Sababu yote ni katika kutafuta riziki. Asifanye kama kumkomoa. Amwachie kidogo naye atafute riziki yake. Ikiwezekana hata hiyo bilioni 1 akiangalia akiona achane naye, msamee tu, wewe nenda bwana mdogo wangu, kaangalie maisha mengine. Asifanye kwa kumkomoa, kwa sababu sote ni wanadamu, kuna kukutana. Lakini aliwekeza. Sawa, aliwekeza, lakini afanye tu wasameane kiufupi. Wasameane, kuwa na upendo, urudishe upendo. Wasiwekane mabifu, chuki, majibizano ya ajabu, majibizano yasiokuwa na adabu, achane nayo mitandaoni, wasipende kuwapata faida, wasifaidishe watu, kwa sababu utakapowafaidisha watu, mtandao unasonga dunia nzima, kila mtu anasoma na kuipendezi. Na hiki ambacho Harmonize ameambiwa kwamba alimuita Ibra chumbani, unahisi kinaleta impact gani kwa mashabiki? Hiyo haileti picha nzuri, kwa sababu asilimia nyingine wengi wanahisi kwamba huyu inawezekana anamuita chumbani labda anataka kwenda kumlaiti. Na wengi asilimia kubwa inacheza hivyo. Lakini kwa mimi mtazamo wangu naona hapo sio kulaitiana. Hapo kuna uchawi fulani unaotaka kuchezeka kaka ni macho kupitia mambo ya kimziki. Hususan nyota. Inawezekana hapo kuna nyota yake labda Ibra anaitaka.
Lakini sio kama labda kumwita chumbani labda mfanye vibaya, hapana. Hiyo kitu mimi nakataa bwana. Ibra mtoto mdogo atakubali kabisa ambake kinguvu. Labda amemlesha pombe, lakini vivi kitu ambacho hakiwezekani mimi nakataa. Hawezi kumfanyia hivyo bwana. Mpenzi mtazamaji wa Max Media popote pale ulipo, hayo ni maoni kutoka kwa mama yetu kuhusiana na Ibra na Harmonize. Ibra kuitwa chumbani na Harmonize. Ni yapi maoni yako? Mambo mengi yamejitokeza sana kwenye mitandao ya kijamii, watu wamejaji